Naam, karibu sana mwanamichezo katika akaunti yako hii ya YouTube. Naitwa Junior na hii ni Junior Media, michezo, habari pamoja na burudani. Sasa wote tunafahamu kuhusiana na kile ambacho kinaendelea nchini Tanzania kuhusiana na swala zima la mchezaji nyota wa zamani wa timu ya Manchester United kule nchini England, nikimzungumzia Rio Ferdinand kutua nchini Tanzania. Mengi yameongeleka kuhusiana na ziara yake hiyo ndani ya nchi ya Tanzania, kufuatia Tanzania kuwa moja kati ya watu katika mataifa yaliyochaguliwa kwenye maandalizi ya AFCON 2027. Mapokezi makubwa ya mchezaji wa zamani nyota wa Manchester United Rio Ferdinand katika uwanja wa Airport, nikizungumzia Airport pale katika uwanja wa Airport jijini Dar es Salaam, ambapo mchezaji huyo aliweza kupokelewa na viongozi mbalimbali wa serikali ikiwemo Paul Makonda, msemaji wa serikali, na wachezaji mbalimbali wa zamani akiwemo Ali Mayai Tembele, pamoja na mashabiki mbalimbali wa soka na wapenzi na wadau wa michezo nchini Tanzania. Mengi yameongeleka, na katika taarifa ambazo zinazidi kushika headlines katika vyombo mbalimbali vya media, hasa online media na taarifa mbalimbali za kimichezo, ni kuhusiana na ujio wake. Lakini hata hivyo, meneja habari na mawasiliano wa klabu ya Young Africans, nikimzungumzia Ali Kamwe, ameweza kufunguka mambo kadhaa ambayo yameleta sintofahamu katika soka, lakini haya ni yale ambayo yameweza kujiri kufuatia yale yanayosemwa kwamba ni utani wa jadi. Sasa ni yapi ambayo aliyazungumza Ali Kamwe? Tuwe sote mwanzo mpaka mwisho kupata kujua ni nini ambacho kiliweza kuzungumzwa na meneja habari mawasiliano wa klabu ya Yanga. Ali Kamwe ambaye ni msemaji wa Young Africans ameibuka na kauli iliyoibua mjadala mkubwa mitandaoni baada ya nyota wa zamani wa Manchester United FC Rio Ferdinand nchini Tanzania. Mchezaji huyu ambaye yupo nchini kwa ajili ya shughuli zinazohusiana na maandalizi ya AFCON 2027 alieleza kuvutiwa na bao lililofungwa na Clatous Chota Chama kwenye dabi ya Mei 3, jambo lilozua mjadala mkubwa kwa mashabiki wa soka. Hata hivyo, kupitia ujumbe wake, meneja wa mawasiliano wa Yanga aliwataka waandishi wa habari kujikita zaidi kwenye ajenda ya taifa ya kuitangaza AFCON kuliko kuingiza ushindani wa vilabu vya ndani kwenye mahojiano na wageni wanaokuja nchini. Moja kati ya sehemu ya ujumbe huo pia alitania kuhusu kiwango cha Rio Ferdinand alipokuwa akicheza Manchester United, kwa kusema alikuwa akibebwa na Nemanja Vidic, lakini akaeleza kuwa wameamua kuheshimu juhudi za serikali katika kutangaza AFCON. Taarifa hiyo na kauli hiyo imezua mjadala mkubwa kwa mashabiki wa soka, huku baadhi wakiunga mkono na wengine wakiona ni mwendelezo wa utani wa kimashabiki kati ya Simba pamoja na Yanga. Lakini katika taarifa ya kushtusha zaidi ni kwamba katika akaunti ya mchezaji huyu wa zamani wa Manchester United Rio Ferdinand haijaonekana posti yoyote akiposti akiwa nchini Tanzania mara baada ya kutua katika uwanja wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Hakuna posti yoyote ambayo imeonekana katika kurasa zake mchezaji huyu nyota wa zamani. Hili nalo pia limezua mijadala. Je, ni kutoridhishwa na mapokezi ama ni hulka ya kutoposti akiwa nje ya nchi yake? Sasa sijajua ni kipi ambacho kimesababisha mchezaji huyu kuto kuposti posti ya aina yoyote mara baada ya kutua nchini Tanzania na shughuli mbalimbali zikiweza kuendelea. Hiyo ni kutokana na taarifa ambazo zimejiri katika mitandao ya kijamii. Naitwa Junior na hii ni Junior Media, michezo, habari pamoja na burudani. Kutoka hapa sina la ziada, nikwage na nikutikie siku njema. Usahau kusubscribe, share, like pamoja na comment. Mpaka hapa sina la ziada, nikwage na nikutikie siku njema. Bye bye.